Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Alhamisi Kuu ya tarehe 2 mwezi wa 4 2026, ambapo Mama Kanisa anaadhimisha misa ya karamu ya Bwana. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 8 na aya ya 11 hadi ya 14. Zaburi au wimbo unatoka Zaburi sura ya 116 aya ya 12 hadi 13, aya ya 15 hadi 18, na kiitikio kitatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 aya ya 16. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 23 hadi 26. Na somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 13 aya ya kwanza hadi 15. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu ali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kwamba Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuwaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali usafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote, kwa maana alijua yeye atakaye msaliti. Ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyoyatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo. Neno la Bwana.
Karibuni sasa tusikilize tafakari. Matukio na watu katika historia ya wokovu kama ilivyofunuliwa kwenye maandiko matakatifu yamejikita katika dhana kuu mbili: agano na sadaka. Katika dhana ya agano, Biblia yote, yaani vitabu vya Agano la Kale na vya Agano Jipya, vinaunganika na kupata utimilifu wake katika nafsi ya Yesu Kristo. Mungu alipomuumba mwanadamu, alifanya naye agano katika bustani ya Edeni na kumjumuisha katika familia yake kwa kumshirikisha maisha ya kimungu. Hata mwanadamu aliposhindwa kutimiza matakwa ya agano, Mungu hakumwacha apotee, bali alimletea habari njema ya kwanza ya ukombozi. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 15. Ahadi hiyo imepata utimilifu katika fumbo la umwilisho, ambapo Mungu kwa njia ya mwanawe pekee ametimiliza ahadi yake ya kukaa na watu wake, kuwapatanisha na Baba na kufanya nao agano jipya na la milele kwa kujitoa mwenyewe kuwa sadaka. Riti ya kwanza ya Pasaka ya Israeli katika somo la kwanza ilikuwa ni sadaka ya kifamilia, ambapo baba wa kila familia alisimama kama kuhani. Damu ya kondoo aliyechinjwa ilipakwa kwenye miimo ya mlango kama utambulisho. Ilikuwa ni kipindi cha ukasisi wa awali, tukirejelea ukuhani wa Adamu na mababu wa imani. Ilikuwa bado kabila la Walawi halijateuliwa rasmi kuwa ukoo wa kikuhani. Pia ilikuwa kipindi kabla ya kuanzishwa kwa sehemu rasmi ya kutolea sadaka. Tukio hilo liliadhimishwa kila mwaka kama ilivyoelekezwa na Bwana. Kwa kuadhimisha tukio hilo, vizazi na vizazi vya Waisraeli walipata matunda ya ukombozi waliopata watangulizi wao. Kwa sadaka na sherehe hiyo, vizazi vyote walishiriki historia ya kukombolewa kwao, na hivyo wote wakaunganishwa kwa agano na kuwa familia moja ya Mungu. Leo tunapoanza maadhimisho ya siku 3 kuu za Pasaka, tunaalikwa kukumbuka mafumbo makuu matatu, ambapo fumbo la kwanza ni kuwekwa kwa Ekaristi. Ekaristi takatifu ni utimilifu wa sadaka na sherehe ya Pasaka ya Waisraeli. Sadaka moja ya Yesu msalabani imetosha kabisa kuwapatia mastahili ya wokovu wanadamu wote wa vizazi vyote, na hivyo haina haja ya kuchinja kila mwaka. Ni sadaka ambamo Yesu ameratibisha na kufanya upya agano jipya na la milele. Kama kondoo wa Pasaka, Yesu anatoa mwili wake upate kuliwa na familia ya Mungu, na damu yake inamwagika kwa ajili ya wokovu wa wengi. Kwa kusali misa takatifu, tunaadhimisha mafumbo ya wokovu wetu. Kutengana kwa mkate uliogeuzwa kuwa mwili na divai iliyogeuzwa kuwa damu ni ishara ya kifo cha Kristo. Katika adhimisho hili, sadaka ya Kristo hairudiwi tena, bali sadaka moja na kamilifu ya Kristo iliyotimilizwa wakati wa mateso, kifo na ufufuko wake inaletwa katika wakati uliopo, yaani sadaka ya zamani inakuwa leo ya wokovu wetu, na hivyo tunapata mastahili ya kushiriki matunda yake ya wokovu. Kuhani mkuu mwadhimishaji anaposema katika mageuzo, na nukuu, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi." Sala hii ya mageuzo inawasilisha ukweli kwamba hata kama Kristo amekufa kwa ajili ya wokovu wa watu wote,
sio wote watakaompokea na kumwamini. Ni ukamilifu wa unabii wa nabii Isaya kuhusu mtumishi wa Bwana ambaye atatakasa watu wengi kwa kujitwika maovu yao. Rejea kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 aya ya 11 hadi ya 12. Pia Mtume Paulo katika somo la pili anaporejelea maneno ya Kristo mwenyewe usiku uliotangulia kuteswa kwake, alipokusanyika pamoja na mitume wake kuadhimisha Pasaka, yanaonyesha sadaka ya Kristo ni sadaka ya namna gani. Anaposema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Sala hii ya Kristo katika karamu ya mwisho inaunganika na sadaka yake msalabani. Pasipo sala hiyo, kifo cha Kristo msalabani kisingekuwa sadaka ya agano jipya na la milele, bali utekelezaji tu wa hukumu ya kifo. Kifo chake kingekuwa sawa na adhabu ya vifo vya wahalifu wote waliotundikwa msalabani. Hivyo karamu ya mwisho tunayoadhimisha leo imeunganika na kifo chake hivi kwamba wakati wa karamu alitoa mwili na damu yake kwa namna ya sakramenti, na siku ya Ijumaa Kuu alidhihirisha fumbo hilo kwa namna ya kimwili inayoonekana, yaani kutoa mwili wake akateswa na damu yake ikamwagika kwa ajili ya wokovu wetu. Kristo anaposema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, alimwamuru bibi harusi wake, yaani kanisa, kuadhimisha na kuendeleza mafumbo ya wokovu wake mpaka atakapokuja tena. Maneno hayo ni msingi wa wito na mamlaka ya kipadre waliopokea mitume. Mapadre wanaendeleza utekelezaji wa agizo la kugeuza sadaka ya Kristo msalabani ili iwe uwepo halisi wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Katika nafsi za watumishi wake mapadre, Kristo mwenyewe, kuhani wa milele, anaadhimisha katika kila misa takatifu ukumbusho wa mateso yake, anajitoa sadaka na anatekeleza ahadi ya Mungu ya kuwa pamoja na watu wake kwa kujifanya chakula. Ndiyo maana sambamba na kukumbuka kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu, chakula cha roho zetu, pia leo Mama Kanisa anatualika kutafakari kuwekwa kwa sakramenti ya daraja ya upadre, yaani wapishi wa chakula hicho. Utume ambao wenye daraja ya upadre wanatekeleza unahusiana na ukuhani au upadre wa jumla tulioshirikishwa na Kristo wakati wa ubatizo. Uhusiano huo unajidhihirisha katika adhimisho la misa, hasa wakati wa liturujia ya Ekaristi. Mkate na divai vinapobebwa na Wakristo na kupokelewa na kuhani wakati wa vipaji ni alama ya kuyatoa maisha yetu kwa Mungu kama tulivyoahidi katika ubatizo wetu. Na kwa mwaliko wa kuhani mkuu mwadhimishaji, sahii ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi, na kwa nguvu yake ya sakramenti ya daraja, mkate na divai vinageuzwa kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kugeuzwa huko ni alama ya kugeuzwa kwa maisha yetu na kuunganika kwetu na sadaka kamilifu ya Kristo, ili tupate mastahili mbele ya Mungu. Katika riti ya komunyo, muunganiko huo unajidhihirisha kama Kristo mwenyewe alivyosema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anakaa ndani yangu nami ndani yake. Rejea Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 56. Kwa kumpokea Kristo kwa mastahili, tunafanyika kuwa kile tulichopokea, yaani tunafanana na Kristo. Hivyo sisi waamini tunawahitaji mapadre ili tuweze kutoa sadaka ya maisha yetu kikamilifu kwa Mungu. Na kama vile padre asivyoweza kuadhimisha misa pasipo mkate na divai,
vivyo hivyo anatuhitaji sisi waamini kutekeleza majukumu yake ya kikuhani. Umoja, ushirikiano na uhusiano huu upate kuonekana katika maisha yetu kama watu tunaunganishwa na imani moja. Na fumbo la tatu tunaloalikwa kutafakari leo ni amri ya Bwana ya mapendo ya kidugu. Yesu anatualika tupendane sisi kwa sisi kama alivyotupenda. Ufalme wake wenye alama ya upendo unatudai sisi tulio wafuasi wake kustawisha tunu ya utumishi, heshima kwa kila mtu na kufanya jitihada za dhati katika kugusa maisha ya watu na kuwafanya waonje tena na tena upendo na huruma ya Mungu. Kama tulivyosikia kwenye Injili, Yesu anafanya kazi ambayo kwa desturi ilifanywa na wajakazi au watumwa kwa mabwana zao. Kristo aliye mkuu kati yetu anatupa kielelezo cha upendo. Haidhuru tu wakubwa kiasi gani, maisha yetu yanapata maana na kukamilika pale tunapojishusha na kuwatumikia wengine. Vyeo, madaraka na nyadhifa mbalimbali tulizo nazo zisitupe kiburi na majivuno, bali viwe daraja katika kumtumikia Mungu na watu wake. Pamoja na mambo matatu, kanisa pia linatuhimiza leo kutenga muda wa kutosha kuabudu Ekaristi Takatifu. Ibada ya kuabudu inayofuatiwa na baraka ni tendo la kiliturujia linaloendeleza, kukuza na kuimarisha ushirika wa waamini na Kristo wanayemwabudu na waliompokea katika maumbo ya mkate na divai. Ibada ya kuabudu ina msingi wake katika adhimisho la Ekaristi, hivi kwamba kwa misa takatifu Kristo anakuwa kati yetu, na kwa kuabudu Ekaristi tunamkaribia zaidi Kristo tuliyempokea na tunajazwa nguvu za kushiriki vyema misa takatifu. Kwa kukaa mbele ya Yesu tunaonjeshwa liturujia ya mbinguni na tunaivunja mipaka inayotutenganisha na Kristo na mipaka mingine yote inayotutenganisha na jirani zetu. Kwa kuabudu Ekaristi tunamkaribisha Yesu katika maisha yetu na tunajazwa neema na nguvu za kutekeleza wito wetu wa kuwa mashuhuda kwa Yesu tuliyempokea katika Ekaristi Takatifu. Tujijengee desturi ya kuwa karibu na Mungu aliyependa kukaa nasi. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na Frater Aldius Lucas Changare kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ninayesoma Seminari Kuu ya Kipalapala, mwaka wa 3 wa masomo ya teolojia.